Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mbengo TV, we are the best. Tupo hapa Tigohan Primary School pamoja na Nasali wamefanya uzinduzi wa filamu fupi ambayo inahusu watoto. Inafahamika kama Special Kid. Tuko na mwalimu mkuu wa shule ya Tigohan Nasali pamoja na Primary School. Tunazungumza kwa nini amefikia uamuzi wa kuandaa filamu, lakini pia kwa nini shule yake ina sehemu maalum kwa ajili ya kukuza vipaji vya watoto. Filamu ya Special Kid inamzungumzia mtoto mwenye mahitaji maalum. Kama ambavyo tunajua, jamii yetu imezungukwa na watoto wa design hiyo ambao wana mahitaji maalum. Kama sio kwa mjomba wako, kama sio kwa kaka yako, basi hata kwa ndugu jirani yako kuna watoto wa design hiyo. Sasa kwa nini tumemuita Special Kid? Tumemuita Special Kid kwenye hii filamu ni kwa sababu huyu ni mtoto ambaye hana changamoto nyingi sana ambazo anazipitia. Yeye ni bubu, hawezi kuzungumza, lakini ana uwezo mkubwa kitaaluma akiwa darasani, ana uwezo mkubwa kwenye michezo, ana uwezo mkubwa kwenye mambo mengi sana. Lakini kuna migongano katika familia. Katika familia unakuta baba hahitaji mtoto wake aende shule, lakini mama anataka mtoto aende shule. Lakini pia katika jamii kuna watu wanamtenga huyo mtoto. Sisi tumeelewana eh? Lakini pia hata shuleni kuna walimu wanambagua huyo mtoto. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya mambo machache ambayo tunaona watoto wa design hii wanapitia changamoto pindi wapo wapi? Mitaani, wapo mashuleni na wapo sehemu nyingine mbalimbali. Hilo basi tukaonelea tufikishe ujumbe kwa jamii yetu ya Kitanzania, watambue kwamba hawa watoto ni mahitaji maalum. Mabubu, viziwi, wana vitu vyao. Tukiwapa nguvu, tukiwapa support, wanaweza wakafanya vizuri zaidi katika mambo mengi sana katika jamii. Labda kwa nini mwalimu mkuu wa Tigohan? Kwa nini umefikiria labda kufikisha ujumbe wa hiki ambacho unakifanya katika namna ya maigizo? Wengine wanaweza kutafsiri kwamba labda Tigohan ina madarasa maalum kwa ajili ya kukuza vipaji, lakini ni upande wa maigizo tu. Vipi katika upande wa michezo? Je, kuna madarasa maalum ambao pia mna support michezo kwa watoto ambao pia wengine wanapenda michezo, wanapenda football? Okay, sisi bwana tuna program za kuibua vipaji vya watoto. Kuna kitu kinaitwa Tigohan Talent Search. Kwa Tigohan Talent Search tunajua anayejua kuigiza tutamuona, anayejua kuimba tutamuona, anayejua kucheza mpira tutamuona. Kwa hiyo hao watoto baada ya kuwaona tunakuwa tuna special day za walimu kukaa na hao watoto na kuwafundisha. Lakini hatupo walimu wa darasani peke yetu. Tunawashirikisha hata watu wengine wa nje. Kwa mfano ukiangalia katika filamu ya Special Kid, kuna wasanii wengi sana wa Bongo Movie ambao wameshiriki huko. Wale wote tunawashirikisha kwa ajili ya kuwasaidia watoto wetu kutoa hatua moja kuwapeleka katika hatua nyingine. Kwenye michezo pia tunawaita makocha kutoka hizi timu kubwa nyingine. Kwenye muziki pia tunawaalika wasanii waje kwa na watoto wetu, lakini pia tuna walimu wa programu hizo. Kwa mfano kwenye issue ya muziki tuna mwalimu ambaye anadili kabisa na muziki. Kwa hiyo shule yetu sio tu kufundisha, lakini tunathamini pia vipaji vya watoto mmoja hadi mwingine. Kwa hiyo tuwaambie tu wa Tanzania, kama anahisi mtoto wake ana kipaji, anakaribishwa Tigohan ili mtoto wake aweze kukuza kipaji hicho. Kuna wazazi wengine ambao wanapenda watoto wao wawe wamebezi tu katika masuala ya kitaaluma, masuala ya darasani tu, si michezo. Upande wa kitaaluma Tigohan iko vipi? Bwana, upande wa kitaaluma tujawahi kufanya vibaya. Na bahati nzuri bwana, haya mambo yaongoka. Ukiangalia kwenye matokeo ya darasa la 4, ukiangalia matokeo ya darasa 7, hatujawahi kupata average ya B. Yaani tuna average ya A miaka yote. Miaka yote tulioanza shule zetu kwenye matokeo ya mtihani ya NECTA, tuna average ya A. Watoto wana perform vizuri darasani, lakini watoto pia wana perform vizuri kwenye michezo. Unajua mtoto akishiriki kwenye michezo, anakuwa active darasani. Ubaya ni kwamba kuna baadhi ya shule wanaconcentrate darasani peke yake. Kwa hiyo unajua kuconcentrate darasani peke yake, mtoto awe active. Sisi tunawaambia watoto lazima wafanye kazi wakiwa nyumbani. Watoto lazima wacheze. Lakini pia watoto lazima wasome. Wakifanya hivyo vitu vyote kwa pamoja, basi tapelekea mtoto kufanya vizuri. Kwa hiyo tunaamini kwamba watoto wakishirikishwa kwenye mambo yote, michezo, kazi na elimu, watakuwa vizuri sana katika kila kitu. Kwa hiyo ukiangalia filamu hii jinsi ilivyo, inaelimisha zaidi watoto. Kwa sababu kuna baadhi ya watoto wanabagua watoto wenzao kulingana na malezi ambayo wanalelewa nyumbani. Kuna baadhi ya watoto wanabagua watoto wenzao, sio kwamba ni kosa lao, hapana, ni kwa sababu hawajapata
hawajaweza kupata elimu zaidi ya kuelimishwa. Kwa hiyo Tigo1 Primary and Nursery School imeweza kufanya filamu hii kwa ajili ya kuweza kuwaelimisha zaidi watoto. Lengo letu zaidi sisi ni kwa ajili ya kuelimisha watoto, kwa sababu filamu nyingi sana tunaelimisha watu wazima kwamba mapenzi yalienda hivi akafanya hivi. Sasa Tigo1 imeamua kufanya kwa upeke yake, kwa hiyo ndio maana imeleta filamu ya namna hii. Mimi ninajivunia kuwa mshiriki mmoja wapo katika filamu hii, na mimi nimeigiza kama mwalimu. Ulikuwa mtihani? Na tumeambiwa kidogo kwamba ama tumegusiwa kidogo kwamba filamu hii inahusika pia watoto ambao wamecheza huko ni watu ambao wana mahitaji maalum, vitu kama hivyo. Hakukupa ugumu wote labda katika scene fulani hivi kuigiza? Haikuwa ngumu sana kwa sababu wale ni watoto, sisi ni watu wazima. Yes. Kwa hiyo kuna maelekezo tu mnaelekezana kidogo, kisha yanakuwa mnakuwa mmewekana sawa. Na kitu kingine, watoto wa kwenye hii shule wana uelewa mkubwa sana. Yaani ukiwaelekeza tu kitu kidogo, unaweza ukasema unaigiza na mwigizaji ambaye ni mkubwa, ni age yako, na ana uelewa mkubwa sana katika film. Hii ni kazi yao ya kwanza kufanya. Na watoto kumulikwa na kamera, hii ndio mara yao ya kwanza. Mimi nilihisi kwamba inaweza ikawa ngumu sana, lakini haikuwa ngumu kama jinsi ambavyo mimi nilitegemea. Ilikuwa rahisi sana. Kuna mtoto anaitwa Enoch amecheza kama mtukutu, lakini haimaanishi kwamba ni tabia yake halisi. Ila ukiangalia jinsi alivyocheza, unaweza kusema huyu mtoto analelewa na nani? Kwa nini? Yeye unaweza hata kumchukia kwenye kazi, lakini sio kwamba ni tabia yake, hapana. Kuna mtoto anaitwa Musa amecheza kama mpole, mnyenyekevu, ila haina maana kwamba yeye ni mpole. Kuna mtoto anaitwa Konso, kuna Joseph, kuna watoto tofauti wapo humu ndani. Kuna mtoto amecheza kama comedian, yeye ni mtu wa kuchekesha tu. Ni bwana misosi, anapenda sana kula. Kuna mtoto amecheza kama waonevu kwenye hii shule. Ukiachana na vitu vyote ambavyo umezungumzia, upekee ni upi ambao katika kufikisha ujumbe? Filamu za watu wazima na hii filamu ya watoto wadogo ambao pia unasema inafikisha ujumbe kwa watoto pia. Upekee ni upi kati ya filamu zinazofikisha ujumbe kwa watu wazima na hii hapa? Okay, sawa. Upekee ambao upo humu ni namna ujumbe ambapo umeenda kufikishwa. Ujumbe umeenda kufikishwa moja kwa moja kwa watoto na moja kwa moja pia kwa wazazi. Yaani baadhi ya wazazi tu tunajua ni vipi watoto wetu wanaishi na wenzao shuleni, kwa sababu kuna baadhi ya watoto kwenye filamu hawambagui mtoto mwenye ulemavu, lakini mzazi anabagua. Kuna baadhi ya watoto wanabagua, lakini mzazi afanye nini? Mzazi abagui pia. Lengo la hii film ni pia kuelimisha pia baadhi ya shule wasiwakatae watoto wenye ulemavu kusema kwamba wana shule zao maalum. Ni kweli wana shule zao maalum, lakini kuna stage. Yaani kuna mtoto ulemavu wa stage hii kweli inatakiwa aende shule maalum, lakini kama yupo hivi tu anaweza akaenda hata shule nyingine akachanganyika na watoto wengine pia. Kwa hiyo kuna ulemavu kama tuseme huo ulemavu wa mtoto kutokuongea, lakini anasikia na anaweza kufanya kila kitu. Kwa sababu ukiangalia kwenye hii film, huyu mtoto ambaye yeye ni askini na wenzake wanamtenga, walimu wanambagua, yeye ni mtoto ambaye ufaulu wake ndio upo juu sana mpaka anawasaidia wenzake. Kwa hiyo tusivipush hivi vipaji vya watoto. Na pia kuna baadhi ya wazazi wanawafungia watoto ndani kwa sababu ya ulemavu wao. Wasiwafungie. Kama wanaona mtoto ni wa kupeleka shule maalum, wampeleke shule maalum. Kwanza inamjenga kisaikolojia kuweza kutengeneza mazingira ya ukuaji wake. Sawa? Unamfanya mtoto achanganyike na watoto wenzake. Unapomfungia mtoto ndani, unazidi kufanya ubongo wake unafanya nini? Ubongo wake unalala, yani akili yake inazidi kudumaa. Lakini unapomtoa basi niseme nakushukuru sana, tukuachie muda mwingine tena ukaangalia uzinduzi wa filamu unaendelea vipi. Unasema? Hujasikia? Basikia Mungu maji yake sibara. Kwani unaolewa lini? Unaolewa lini? Wewe mimi udaktari sijasomea hiyo kazi ngumu kuchoma watu sindano msiwe. Naogopa kuchoma watu sindano. Basikia Mungu wewe wamekuacha. Sana nimeachwa. Hakuna ndio mwanamke wa pekee yako kwenye dunia hiyo. Kwa majina naitwa Nelson Peter, ni mdau wa elimu. Nimekuja kusupport uzinduzi wa hii filamu ya Special Kid kutoka Tigo1 Schools. Hii ni tunaweza kusema kama ni mara ya kwanza ama ni tukio ambalo litakuwa la kipekee zaidi kuona kwamba shule inaandaa filamu kwa ajili ya watoto na kuwashirikisha watoto ambao wamekuwa wakisoma katika shule hiyo pamoja na walimu pia wakashiriki. Hii itakuwa ni mara ya kwanza. Ni kitu gani ambacho pengine unakitegemea kutoka kwenye hii filamu? Cha kwanza kabisa ni kuitangaza shule na kuambia umma kwamba shule, kwa sababu ina watoto ambao ni wanafunzi, wale wapo na vipaji mbalimbali. Tumeona shule nyingi zikifanya vipaji au kuonyesha vipaji kwa watoto wanaweza kucheza mpira, lakini ni kwa utofauti pekee kabisa
shule ya Tigoane inaonyesha vipaji vya watoto wanaweza kuigiza, yani kuwa actors wa baadaye, na tumeona kiwanda cha filamu kwa sasa kinakuwa, kuna tamthilia nyingi sana na waigizaji wengine ni watoto, lakini kwa hii sasa shule kama shule inaweza kwenda kuleta mabadiliko makubwa hasa hapa Tanzania. Kwa nini Tigoane Nursery and Primary School imeamua kukuza vipaji vya watoto katika tasnia ya uigizaji? Hamjaangalia labda pengine katika michezo, amini kama mpira, vitu kama hivyo, lakini nyie mkaangalia kwenye uigizaji. Kwa nini? Hii si mara ya kwanza. Shule imekuwa ikifanya kitu kinaitwa Search for Talents. Washaye kutoa talents za watoto wanaweza kuimba, talents za watoto wenye kufanya vizuri katika kuchora, lakini talents kwa watoto wanaweza kucheza football na michezo mbalimbali. Lakini kwa awamu hii wameweza kuja na kitu kingine na cha kipekee cha kuandaa filamu. Nadhani filamu imeweza kuwa na uzinduzi wa pekee, ni tofauti kama ingekuwa kwenye mchezo wa mpira wa miguu ama kwenye kuchora, lakini ya filamu kwa sababu itaonekana hasa Tanzania nzima, itaonekana kwenye platform mbalimbali ikiwemo media yenu, na ndio maana imekuwa na uzinduzi mkubwa tofauti na vipaji vingine pia vipo, sio kwamba ni filamu tu. Kwa hiyo hapa watu wengi watawapongeza sana Tigoane Primary School kwa namna ambavyo mmejipambanua na kuonesha nia ya kukuza vipaji vya wanafunzi ambao wapo shuleni kwenu. Katika upande wa taaluma, Tigoane iko vipi katika upande wa taaluma? Mtu anaweza kafikia kwamba hawa wamejikita tu katika kukuza vipaji hasa katika uigizaji. Upande wa taaluma, elimu, kumkuza mwanafunzi katika namna ya kukuza elimu iko vipi? Kiupande wa taaluma ambao ndio swala la msingi kabisa shuleni, kwa shule yoyote ile mzazi anaipenda shule kwanza kwa sababu ya taaluma. Kwa kipindi cha miaka 3 mfululizo Tigoane imekuwa ikifanya vizuri katika matokeo ya kitaifa darasa la 4 pamoja na darasa la 7. Matokeo yao mengi yamekuwa ni uongozi wa A, na hata wazazi ni wanaweza kuwa mashuhuda kwenye hiki ambacho tunakizungumza, na ndio sababu hata wazazi wengi wanaleta watoto wengi katika shule ya Tigoane. Kwa mfano kwa mwaka huu nadhani ndio mara ya kwanza msimu wa Januari 2025 Tigoane ikasitisha hata usaili, wameandika kwamba nafasi zimejaa. Nadhani unaweza ukaona ni kiasi gani wazazi wengi walikuwa wakiipenda shule ya Tigoane. Kwa hiyo taaluma yake iko vizuri sana. Hebu turudi kidogo kwenye filamu hapa hii Special Kids. Nataka nifahamu wahusika wakubwa kwenye filamu ni watoto tu ambao pia mmejaribu kuwachukua shule zingine kuleta ushirikiano, ama watu wote ambao wameshiriki filamu ni watoto kutoka shule ya Tigoane? Kuhusu washiriki wakuu, kwanza kabisa kama unavyoona kwenye bango hapo, ni watoto kutoka shule ya msingi Tigoane, lakini pia kuna walimu, wafanyakazi wengine pamoja na baadhi ya mastaa wa Bongo Movie wameweza kuigiza. Hii yote tumesema ni kukuza vipaji katika shule ya msingi Tigoane. Kwa sasa tumeanza na shule yetu, lakini baadaye huko mbeleni kuna shule majirani, kuna shule rafiki, wakiona au wakiwiwa wamependezwa na hiki ambacho tumekifanya, nadhani tunaweza tukaenda zaidi ya hapa ambako tupo kwa sasa.